Mara ya mwisho kukutana kwenye dimba la Cairo International Stadium, Yanga ilipoteza kwa bao 1-0 na muuaji akiwa ni Hussein El Shahati ambaye alipeleka majonzi kwa wananchi. Leo tena wanakutana kwenye dimba la Borg El Arab Stadium nchini Misri kwenye mji wa Alexandria. Ni kipi ambacho kitaenda kutokea kati ya Yanga dhidi ya Al Ahly kwenye mchezo wa mkondo wa 3 wa kundi B ligi ya mabingwa barani Afrika? Tuna taarifa zote ambazo tumeweza kuzikusanya kuelekea mchezo huu ambao utapigwa hii leo majira ya saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini nina habari ya kukujuza kutoka Jaba Air Solution, mabingwa hawa wa kusafirisha bidhaa na mizigo kutoka Guangzhou China, ni kwamba tarehe 24 mizigo itaondoka Guangzhou China na tarehe 25 mizigo itaweza kuwasili nchini Tanzania. Kama uliweza kuagiza mzigo wako siku za hapa karibuni kwa maana ya tarehe 23, 22, 21, basi mzigo wako kesho utaanza safari kutoka Guangzhou China, na siku ya tarehe 25 kwa maana ya mwezi huu wa kwanza mzigo wako utaweza kuupokea. Ni ndani ya siku moja pekee kutoka Guangzhou China mpaka hapa nchini Tanzania. Si wengine ni Jaba Air Solution, mabingwa kabisa wa kusafirisha bidhaa na mali mbalimbali. Kazi hapo noti moja nzuri kwamba bana, kama bado hujawahi tukuombe kwamba endelea kuwasiliana nao, namba ziko hapo chini, hujachelewa maana chombo inakuwa pipa siku ya kesho inawasili siku inayofuata Dar es Salaam. Kwa hiyo endelea tu kuweka order mapema, hata kama sio leo kwa kwenye ruti nyingine, wasiliana nao na uweke order yako mapema kwa sababu ni haraka. Zamani ilikuwa siku 3, sasa mambo yamebadilika, siku moja tu. Na si wengine tunazungumzia Jaba Air Solution. Jaba Air Solution ndiyo habari ya mjini kwa wafanyabiashara, wajasiriamali wote, basi wanatumia Jaba Air Solution kuagiza bidhaa na mizigo kutoka Guangzhou China. Hassan Saddam, kipindi nafungua kipindi, nimeanza kugusia mchezo wa mwisho ambao walikutana Yanga dhidi ya Al Ahly. Mchezo uliochezwa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2024 kwenye dimba la Cairo International Stadium. Yanga walipoteza mchezo ule kwa kufungwa bao 1-0, bao ambalo lilifungwa na Hussein El Shahati. Kwenye kikosi cha Yanga kulikuwa na wachezaji ambao walikuwepo kwa wakati huo, ila hivi sasa hawapo. Unamzungumzia Josilo Malisa, unamzungumzia Halid Aucho, unamzungumzia Stephanie Aziziki, unamzungumzia Kennedy Musonda, lakini pia mshambuliaji unamjua nani huyo? Fiston Kalala Mayele. Hakuwepo tena kipindi hicho. Ndio nani? Achana nao, wengi ambao walikuwepo kwa sasa hawapo tena hivi sasa. Waliosalia ni wala kina Ibrahim Baka, Pacome Zouzoua, kina Mdathiri Aya Bas, Djigui Diarra, wapo tena hii leo wanapokwenda kuvaana na Al Ahly. Eneo la ulinzi alikuwa ni mtu mmoja tu, Jomel Lomaris, lakini waliobaki wote bado wapo mpaka sasa. Kwa hiyo na maana ukizungumza na hiyo mechi ndo Yanga alifuzu kwenye hiyo, alikuwa kundi moja na Al Ahly, Yanga, Mediama pamoja na CR Belouizdad. Al Ahly alimaliza akiwa kinara, nafasi ya pili Yanga, ya tatu CR Belouizdad, aliyekuwa mkiani ni Mediama. Ndio, na hapo ndo Yanga alifuzu kuelekea hatua inayofuata, akakutana na Mamelodi Sundowns na safari yake ikawa imeishia hapo. Ile goli la Azizi Ki linajaa nyavuni, wanasema VAR hazifanyi kazi, kwa hiyo wananchi wako wameondolewa kimtindo. Ni siku nyingine ndani ya Borg El Arab Stadium Misri, lakini katika jiji la Alexandria. Pale ilikuwa ni Cairo Stadium, ambao uwanja ambao umezoeleka kwa mechi nyingi za Al Ahly kucheza, lakini round hii wameanza tangu mechi ya kwanza dhidi ya DS Kabylie wameupeleka kule. Kwa hiyo ni mchezo mwingine mgumu ambao unahitaji matokeo. Kumbuka hivi vilabu vile vinapokutana kumekuwa na shughuli ya maana kweli. Walianza Benjamin Mkapa kikawaka, wakatoa sare ya bila moja. Pacome Zouzoua alifunga, wakaenda kule wakapoteza kwa bao moja bila, lakini mambo yanakuwa sawa. Asani, kuna watu ambao wanaitazama Al Ahly ya msimu huu wanaona kama ni timu fulani ambayo ni dhaifu. Kwa sababu Ahly kwa muda ambao tumemjua Al Ahly huyu kwa ukubwa wake, hivi sasa unamtazama kwenye ligi, amecheza michezo 12, ameshinda michezo 6, katoa sare michezo 5, kafungwa mchezo mmoja, tena alifungwa na Pyramids mabao 2-0. Ni Ahly ambaye amefunga mabao 20, lakini ameruhusu nyavu zake kutikiswa mara 13. Ukiwatazama wale top 4 anaongoza ligi ya Misri mpaka hivi sasa ni Cleopatra Ceramica. Anafuatia Pyramids,
Anayefuatia namba 3 ndo tunamkuta Al Ahly, alafu namba 4 kuna Wydad Degla. Ukiwatazama hawa vigogo ambao wanaiunda top 4 ya ligi kuu nchini Misri mpaka hivi sasa, Ahly na Wydad Degla ndio vilabu ambavyo vimeruhusu mabao mengi zaidi. Vyote vimeruhusu mabao 13, ila anayeongoza ligi kwa maana ya Cleopatra Selamika yeye karuhusu bao 6, Pyramids karuhusu bao 8. Hii inatudhihirishia ya kwamba kweli Ahly wa msimu huu ni mwepesi. Alaisi Sagara, huo sio ukweli. Unaweza kusema kwenye ligi ndio Al Ahly ni mbaya, lakini nikwambie kuna Al Ahly wawili. Kuna Al Ahly wa ligi na Al Ahly wa klabu bingwa barani Afrika. Yes. Kuna msimu Al Ahly alikuwa vibaya, akafungwa nje ndani, na alifungwa na Mamelodi Sundowns, akafungwa na Al Ahly Nation. Yes. Lakini linapokuja swala la kutumia uwanja vizuri, uwanja wake wa nyumbani, Al Ahly anautumia vizuri uwanja wa nyumbani na kukusanya alama kujihakikishia hata asipokuwa mshindi wa kwanza anakuwa mshindi wa pili kwenye grupu, anaelekea hatua inayofuata. Yes. Na imekuwa ni kasumbi na iona ya Al Ahly katika mechi za makundi. Huwa afanyi kazi kubwa sana. Ni nani utamkuta amemaliza nafasi ya pili. Kuna wakati alikuwa na kundi moja na Simba. Yes. Simba akaishia namba 1 wakati Al Ahly nafasi ya pili. Lakini kilichofuata hapo alikuwa bingwa baada ya mwisho wa mashindano. Yes, yeah. Kwa hiyo the same imekuwa ni kama ni utaratibu na uona kwa Al Ahly kwenye mechi nyingi za makundi huwa sio anajiudika sana, unaweza kushangaa cha msingi tu anatumia ile neno ya home advantage vizuri. Yes. Inapokuja kwenye swala la mechi zake za nyumbani huwa anazicheza vizuri sana. Ni nadra sana akose alama nyumbani kwake. Ni nadra sana, nafikiri ni TP Mazembe leo kugeuza ubao, na vilabu vichache sana ambavyo viliweza kugeuza ubao wa Al Ahly nyumbani pale nyumbani. Achana ugenini, okay. Ugenini pale. Yes, ninazungumza ni nyumbani. Haijalishi ni Cairo International Stadium au ni hapa Bloge Arab. Cha msingi tu Al Ahly yuko nyumbani na kuna Al Ahly hao wawili. Anakuwa nyumbani na anakiwa anatafuta alama. Kumbuka Al Ahly sijajua kama aliwahi kuishia hatua ya makundi. Sijajua. Unajua umezungumza vizuri sana kwamba kuna Al Ahly inayoshiriki ligi kuu nchini Misri, lakini pia kuna Al Ahly ambayo inashiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Huyu Ahly ambaye tunamzungumzia ndiye gwiji pale kwenye ligi yao. Ni Ahly ambaye wapinzani wake wa karibu ni Zamalek, ndio kwa miaka hivi karibuni pia Pyramids. Ndio unanielewa? Huyo Zamalek mwenyewe akikutana na Al Ahly kunakuwa ni shughuli pevu kweli kweli. Sio mchezo ambao utakuja kutazama full time. Unamwona Ahly kapata matokeo chanya zaidi, ukazani kwamba Zamalek alimpa mechi nyepesi. Tunazungumza mpaka sasa akapoteza mchezo mmoja. Aliyemfunga ni Pyramids na alimfunga kwa ushawishi, maana alimfunga mabao 2-0. Sasa hapa Tanzania pia tuna vilabu vyetu. Moja wapo ni Yanga akipoteza mchezo kwa hata akitoa sare. Alitoa suluhu dhidi ya Mbeya City kwa ni story ambayo mpaka hii leo tunasema Yanga aliweza kung'ang'aniwa na Mbeya City. Simba juzi kapata sare mbele ya Mtibwa Sugar, ni story mpaka hivi sasa. Wanakuambia Simba alishindwa kupata alama kwa Mtibwa Sugar. Hii nature ambayo iko Tanzania ndio ipo hata kule pia, kwamba unamkuta ndio Ahly ambaye ana dominate kwenye ligi, wapinzani wake wa karibu wanahesabika. Kuna Zamalek, kuna Pyramids. Hapa Tanzania pia tukisema tuwazungumzie vilabu ambavyo vinawapatia Simba na Yanga changamoto kwa amekuwa ni Azam, lakini kwa miaka hivi karibuni pia Singida Black Stars ameonekana kuwa ni opponent ambaye ni tafu zaidi kwa hawa vigogo wetu wa Simba na Yanga. Umezungumza vizuri kwamba kuna Ahly mbili, lakini nikijaribu kuangalia taswira ya Ahly, mwenendo wake kwenye ligi na huko kimataifa, sio ni tofauti hiyo, kwa sababu alishindwa kupata alama zote 3 ugenini dhidi ya AS FAR Rabat. Ila Yanga alimfunga AS FAR Rabat. Tofauti ni kwamba tofauti ni kwamba Yanga alicheza nyumbani akamfunga FAR Rabat, lakini Ahly alimfuata AS FAR Rabat ugenini akapata alama moja, mchezo ambao ulikuwa na makando mengi. Tukashuhudia mpaka hivi sasa kuna klabu ya AS FAR Rabat na imepigwa bani ya kucheza michezo miwili pasipokuwa mashabiki kiwanjani. Ahly alicheza mchezo wa kwanza dhidi ya JS Kabylie akaibuka na ushindi wa mabao 4-1. Huyu Ahly ambao unasema kwamba kuna Ahly wa ligi ya mabingwa na Ahly wa ligi kuu, nikitazama naona ni Ahly yule. Hapana, kwa hiyo nakwambia kwa sababu gani naendelea tu kukumbusha swala la kwamba mashindano ya tournament yanachezwa kwa mahesabu. Al Ahly ni nadra sana pale. Jaribu pitia tu kwenye historia nzima ile mpaka amekuwa bingwa mara 12. Ukija ukakuta kwenye kundi ni nadra sana alama 9 za mechi zake za nyumbani akaacha alama.
mechi zake nyingi 9 huwa unaziacha mpinzani wale watakokuja pale kwake, alama zote 3 huwa zinabaki. Ukibahatika zaidi umepata alama moja, na hiyo alama moja ukiona umeipata basi ndio ulikuwa bora zaidi ya Al Ahly. Sasa ndio nilikuwa nakuja, ndio maana nakwambia kuna Al Ahly wa club bingwa alafu kuna Al Ahly wa ligi. Swala linakuja la ligi, kumbuka tushasema ile ni race. Yes, ni marathon mnashindana, unacheza huyu unarudi naye wakati ule wale wapinzani wako unaocheza nao wanakuwa na hesabu zao, labda leo anashindana na Zamalek, anashindana na Pyramid, kuna huyo ambaye anaongoza ligi na nafikiri nao ndio hao wakina Azam, kwa maana ya Cleopatra Selamika, ni wale kwamba ana penetrate kwa muda lakini ataachia tu nafasi kwenye nafasi zao watarudi. Lakini napokuja swala la kimataifa, Al Ahly anacheza kwa mahesabu zaidi, kama ana uwezo kwamba alama 9 tazipata. Leo ndio inabaki sasa shughuli kwamba Yanga ambaye tumeamini chini ya Pedro Gonçalves imebadilika kwa hali ya juu. Kasi morali tulisikia vizuri jana press conference, walimu wote walizungumza, Pedro Gonçalves akisema tunaiamini ni timu ya karne, ni uhalisia. Kuna kuja swala la kimataifa, kwanza mwalimu mwenyewe alikiri siku ya jana kwamba yeye ni timu ya karne. Hapo akirudi kwenye timu ya karne alionyesha heshima na kutambua. Ndio hichi ambacho tunaendelea kuambia kwamba Al Ahly inakuja swala la kimashindano. Kuna Al Ahly wa kimataifa na Al Ahly wa nyumbani. Kwa hiyo ina maana akihesabu vizuri tunatarajia Al Ahly kuendelea kudominate mchezo, japokuwa mpira ni dakika 90 ndio zitazungumza. Kwa hiyo kama sina kumbukumbu vizuri, kwa sababu nimejaribu kupitia, sina kumbukumbu kama kuna msimu wa Al Ahly aliweza kushindwa kufanyaje kupenetrate kwenye hatua ya makundi, na hata akirudi kuna nyingine alikuwa anashia nafasi ya pili. Kuna kipindi ambacho alikosa hiyo nafasi, alienda shirikisho, kipindi hicho ambapo mtu akitolewa huko anashuka. Hiyo ilikuwa ni huko ambapo alitolewa kwenye hatua za awali za hatua ya pili, na wewe kutolewa hatua ya pili ndo narudi. Lakini akiingia hatua ya makundi alafu akaishia pale, hapana. Umezungumza kitu kizuri kwamba inategemea Ahly pia. Umesema kitu kizuri kwamba faida kubwa ambayo anacheza nayo Ahly kwenye michuano ya kimataifa ni kwamba anajua zaidi kutumia uwanja wake wa nyumbani, kwamba timu inapoenda pale ni lazima iache alama zote tatu, na ikibahatika zaidi walau alama moja, na hapo ni kulingana na uwezo wa mpinzani ambaye anaenda kukutana naye. Hii Yanga ambayo ninaitazama hivi sasa, mimi naona ni Yanga ambayo inaweza kwenda kuondoka na alama 3 kwa Ahly leo, lakini pia ni Yanga ambayo inaweza ikapata hata alama moja, na sitashangaa ni kutokana na squad ya Yanga ilivyo. Unatazamia walikuwa na wachezaji ambao sio wabaya sana, wachezaji wazuri, lakini wamekuja kuongeza tena wachezaji wengine wazuri zaidi kwenye hili dirisha dogo la mwezi Januari. Unamzungumzia Alan Okello, top talent kutoka Uganda, amejiunga na Yanga. Unamzungumzia Depu kutoka Poland, amekuja na tulimshuhudia kwenye mchezo wake wa kwanza tu dhidi ya Mashujaa wa ligi kuu, ameweza kuhusika kwenye mabao mawili, ametoa assist na ameweza kufunga bao. Unamshuhudia Damaro Kamara, miongoni mwa viungo ambao kabla ya Khalid Aucho kwenda Singida Black Stars, yeye ndo alikuwa ameshikilia timu kwenye eneo la kati. Hivi sasa yuko ndani ya Yanga. Unaiona Yanga ambayo imeongeza wachezaji wenye ubora zaidi kikosini kwake. Unamzungumzia Frank Asinki pia yupo. Unamzungumzia Atola kwa Siao, sio mpya lakini amerejea baada ya kukaa nje kwa takribani miezi 8. Tukiwatazama hawa Yanga, tunaiona Yanga ambayo inaenda kumchallenge Ahly leo na kuondoka na alama zote 3, ikishindikana alama moja, au ataendelea kuwa kama vilabu vingine ambavyo vimekuwa vikienda kule na vinaacha alama zote 3 kwa Ahly. Umeanza umetolea mfano wa mechi ya kwanza ambayo mechi ya mwisho ambao Yanga alifungwa goli 1-0. Ilikuwa ni tough game, tumezungumza vizuri. Lakini unapokuja sasa la kuniambia kwamba umefanya usajili wa Alan Okello, Depu, wote hawa ni wachezaji wazuri. Lakini ni haraka mno kwanza tena kuwasema kwamba tayari wameshaingia kwenye nini ile cream ambayo tunahitaji ya sasa. Yanga iliyopo inajitosheleza kubato vizuri tu na Al Ahly, au wengine wakaingia tu kusaidia. Labda eneo moja tu pekee ambalo tumelizungumza kwamba inatakiwa leo na double pivot ambao ni viungo wawili, Damaro Kamara ambaye tuna imani yeye ndo anaweza kaingia kwenye kikosi moja kwa moja, kwa tahadhari ambazo kama mwalimu ataongea vizuri, tahadhari za kuepusha kadi, maana akipata kadi ya njano tayari nampunguzia ile hali ya kujiamini na kufanya majukumu yake, kwa sababu ukishapewa kadi ya njano tayari ni onyo. Kwa hiyo ukiendelea vibao unakutana kadi nyekundu, unakuta unaigharimu timu. Kwa hicho pekee. Lakini hao wengine Depu, Alan Okello wanaweza waka join baadaye, lakini wakati timu inafanyaje, lakini kikosi kilichopo kinajitosheleza, ambacho tumekiona tangu kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Farabati, unaongeza dhidi ya Jessica Bilie.
Kwa hiyo ni kuongeza wale ambao wameingizwa, lakini sio tuwape tena matarajio. Ndio ni top, ni wachezaji, ni talent, lakini hao waliopo kwanza wanaweza kujitosheleza. Tuje kwenye swali langu sasa hapa. Yanga ana uwezo wa kikosi chake, ana uwezo wa kupata alama moja leo au tatu zote? Sasa swala la kikosi ni kizuri, na yani swala kuwa na kikosi kizuri na kupata matokeo ni vitu vingi, hizo factors zinafahamika. Mimi yani, kwa option sasa Yanga ndio huyu hapa, achana na factors zingine ambazo tunazifahamu sisi sote. Yanga ukimtazama anaweza kwenda kubato na Ahli leo na kupata alama moja au hata tatu, anaweza kubato chochote. Kwa swala la matokeo liache kama lilivyo, kwa sababu ndio yani swala unaweza kupata nafasi ukashindwa kuzitumia, mwenzao ukapata nafasi moja akaitumia, lakini swala la Yanga kubato na Ahli hiyo ni sahihi, wanaweza kubato wakapishana kabisa. Hiyo inaweza tukaona transition, mpira mzuri kabisa. Mimi nitataja wachezaji hatari zaidi kwa upande wa Al Ahly ambao kwa leo wanapaswa kuchungwa zaidi, na wote nitajie kwa upande wa Yanga. Upande wa Al Ahly kuna mshambuliaji wao anaitwa Afsha, yuko Sherif, Mohamed Sherif yuko pale mbele. Mpaka sasa kwenye michezo ya ligi kahusika kwenye mabao matatu, kafunga bao 2, katoa assist 1. Nyuma yake kuna mtu anacheza nambari 10 anaitwa Zizo. Ndiye mchezaji ambaye mpaka hivi sasa kwenye ligi yao amehusika kwenye mabao mengi zaidi ndani ya klabu ya Al Ahly. Amehusika kwenye mabao 7, kafunga mabao 3, katoa assist mabao 4. Pembeni kuna Mohamed Trezeguet, pembeni kuna winga anaitwa Ashraf Benshak. Changamoto anaitwa Ashraf Benshak. Huyu ni winga pia wa pembeni. Yeye kahusika kwenye mabao 4, kafunga mabao 2, katoa assist mabao 2. Ukija kwa Trezeguet, yeye kafunga mabao 4 na hajatoa assist yoyote. Ila ukija kwenye michuano ya kimataifa, kumbuka mchezo wa kwanza wa Ahly dhidi ya JS Kabylie aliweza kufunga hat-trick huyu Trezeguet. Kwenye mchezo wa AS Rabat dhidi ya Ahly ugenini, bao moja ambalo alilipata Ahly alilifunga Trezeguet. Kwa hao ni wachezaji wangu 4 ambao hii leo Yanga wanapaswa kujichunga zaidi. Kwa upande ni Pacome, kwa sababu Pacome ndio engine ya timu ambaye anaandaa mashambulizi. Kuna Prince Melo Dube ambaye yeye humtabiri, unasema yeye hatabiriki, kwa sababu hata goli leo Yanga alilonalo alifunga yeye Prince Melo Dube kwa nafasi ambayo hutarajii kama angelifunga, nafasi ngumu, pasi ya Mdathiru anafunga goli. Kwa hiyo ina maana ukimlinda Pacome ukamsahau Prince Melo Dube unaweza. Lakini kuna mtu ambaye yeye ni free roller, hajulikani anacheza eneo gani, Max pia Nzengeli. Kwa hiyo yeye popote hajulikani, utamwona hapo, unaweza kushangaa yupo kwenye eneo lako, yupo wapi. Huyo naye ni wa kuchungwa zaidi. Lakini wasimsahau Shuka Boy ambaye yeye naye ni kama invisible player, endapo mwalimu ataanza naye huenda usimuone vizuri, lakini waje kumuona kwenye nafasi za matukio muhimu, wakati wa kutoa pasi, wa kuzuia, na at the same time akitoa nafasi kwa ajili ya Prince Melo Dube au. Lakini endapo na Depo akiingia naye ni hatari zaidi. Okello hujamuona bado. Okello ni mapema mne, kama akianza naye ni mzuri. Bana, huyo ni Hassan Saddam anasema endapo Okello akipata nafasi ya kuanza hii leo, kuna kitu kizuri anaweza akakionyesha, kwa sababu kipaji kipo. Langu jina ni Alois Sagara, nilikuwa na Hassan Saddam. Tumeweza kukupitisha kwa uzuri kabisa kuhusiana na hivi vilabu viwili ambavyo majira ya saa 1 vitakwenda kumenyana kiwanjani kwenye dimba la Borg El Arab Stadium Alexandria nchini Misri. Mpaka wakati mwingine, nyuma kamera alikuwa ni Mr. Paco, anasema mchezo wa leo asiukose mtu.